Bwana Spika, jana kwa nafuatilia bunge la taifa la Tanzania, Jamhuri ya Tanzania, na wabunge wa taifa hilo waliongea mambo mengi sana kuhusu Kenya. Wakaongea sana kuhusu nchi yetu ya Kenya. Na Mheshimiwa Spika, nataka nikubaliane na wao kwa mambo fulani, na mambo mengine hatutakubaliana na wao. Katika historia ya Kenya, Bwana Spika, Tanzania walipata uhuru mwaka wa 1961 na sisi Kenya tukapata uhuru mwaka wa 63. Kwa hivyo wako mbele kwa kupata uhuru kabla ya Kenya kupata uhuru. Spika, hapo tumekubaliana. Na ukikuja upande wa demokrasia na ujamii, wa Tanzania walikuwa na ujamii bora ambao ulianzishwa na Mwalimu Nyerere katika nchi hiyo, Bwana Spika, ambapo tunakubaliana nao sana. Kenya tumechukua muda sana hadi wakati wa leo hatujakuwa na ujamaa bora katika kabila za nchi yetu ya Kenya. Lakini nataka kuelezea wabunge kutoka Tanzania kwamba Kenya kiuchumi na kimasomo tuko mbele yao. Mheshimiwa Spika, hata vile ambapo walifukuza Wakenya wetu kutoka pale, mimi nataka kuunga mkono kwa jambo hilo. Kwa sababu gani, Mheshimiwa Spika? Nchi ya Tanzania ni nchi huru, ni jamhuri ya demokrasia, ni jamhuri ya Tanzania ambayo imepata uhuru wake. Vile vile Kenya walipata uhuru wake, Mheshimiwa Spika. Kwa hivyo nchi ya Tanzania inastahili kuheshimiwa jinsi ambavyo Kenya wanastahili kuheshimika, Mr. Speaker. Kwa hivyo wale wa Kenya ambao walitoka nchi hii wakienda nchi nyingine ya Tanzania kwenda kusumbua na kuleta usumbufu ambao ustahili, kwenda kusumbua mambo ambayo ilikuwa inaendelea katika nchi hiyo, Mheshimiwa Spika, haistahili kupitia kwa demokrasia ya nchi teule, Mheshimiwa Spika. Mheshimiwa Spika, mtu yeyote akitoka nchi nyingine aingia hapa Kenya asumbue ama ingiliane na demokrasia yetu na katiba yetu, sisi kama Wakenya tuko na haki na uhuru wa kuhakikisha kwamba hatumkubali kufanya mambo ambayo anataka kufanya katika nchi yetu ya Kenya. Kwa hivyo Mama Suluhu alikuwa na haki kikatiba, katiba ya Tanzania, kuhakikisha kwamba hakuna mtu yote ambaye anatoka nchi yao kuingia kusumbua nchi yao. Mheshimiwa, point of correction, Mr. Speaker, nataka correct mwalimu nikisema kwamba yule mharakati ambao walitoka hapa kuna Mwangi alikuwa kwa hoteli. Amengoja kesho yake aenda asikize deni kwa court. Mr. Speaker, Martha Karua yeye ni judge, yeye ni lawyer. Alikuwa anaenda kusikiza yale ambayo imewekelewa na Tundu Lissu. Katika kotini, Mr. Speaker, hakuna kusumbua, huko ni kusikiza. Sasa mwalimu akisema Wakenya walikuwa wameenda kusumbua, anapotosha. Asante. Respond in 1 minute. Mheshimiwa Spika, jinsi ambavyo wewe mwenyewe utaona, it doesn't matter, wewe mwenyewe utaona. Lakini mimi nataka kuelezea kwamba Tanzania ni nchi ambayo iko na uhuru wake, na ilikuwa na sababu ni kwa nini haikukubali hawa watu wa Kenya ambao waliingia pale. Nipeane mfano, Mheshimiwa Spika. One more point of order, alafu hakuna mwingine. Point of information. I don't know. Okay. Asanteni sana. Mimi ni chief whip. Nataka kusaidia huyu member mwenzangu. Kuna yule ambaye amesema ya kwamba Martha Karua angeenda pale kotini na kusikiza. Martha Karua ni mwanasheria. She is a lawyer, so she was going to act in trying to protect.
Martha Karua is a lawyer. Bana hiyo kizungu peleka kwako. Martha Karua is a lawyer. Martha Karua is a lawyer who is known, and she's allowed to practice in East Africa. She even represented Nani, the opposition leader, basically. Asante mheshimiwa Spika. Ikimalizia, nataka tuelewane. Kwa nini David Maraga hakufukuzwa Tanzania? Weka chini, wewe kama ni Mkenya mzalendo, wewe unapenda kufuata haki na katiba ya nchi yako na nchi zingine. Ni kwa nini wale wa Kenya ambao wanaenda Tanzania hawakufukuzwa, akiwemo wakili David Maraga, Mr. Speaker? Kwa hivyo wao walikuwa na sababu ni kwa nini walifukuzwa Tanzania. Wewe hata kama ni msomi kiasi gani, usipeleke ujinga wako katika nchi zingine ambazo ni nchi. Tuelewane vizuri. Usipeleke ujinga wako idenemu kwamba wewe umesoma unapeleka katika nchi nyingine. Nchi ya Tanzania ni nchi huru ambayo inajitawala. Iko na kiongozi na iko na katiba yake. Kwa hivyo hakuna vile Boniface Mwangi na kina Martha Karua idenemu kwamba wao wamesoma kupeleka ujinga katika nchi nyingine. Tanzania walikuwa na sababu yoyote ya kufukuza Wakenya kutoka katika hiyo nchi. Ndio ujinga ambao wanafanyia hapa Kenya wafanyie hapa Kenya. Na tunaona wao hapa Kenya mtafika. Lakini kupeleka ujinga wao katika nchi nyingine, we cannot allow that one. Nchi ya Tanzania iko na katiba na iko na parliament yake. Wako na bunge ambao ni bunge ambao inaheshimiwa mtafika. Kwa hivyo we can't allow such a kind of people to go in other countries wapeleka ujinga huko nchi yao mtafika. Kwa hivyo let's agree on that one kwamba wakina Karua, wakina Boniface Mwangi waache ujinga wao kupeleka katika nchi zingine mtafika. Haya. Honorable members.